mambo mbalimbali yanayokuwa yakihusiana na michezo na burudani. Na ripoti kutokea hapa mitaa ya stesheni, na mbele yangu unayemwona hapa ni ndugu yangu Pasi Milioni, wazee wa wekundu wa Msimbazi, Simba Sports Club. Ndugu yangu uko poa? Bana, mimi niko fresh, niko fire, niko moto ndugu yako. Balozi wa Glanti napambana kama unavyoona. Nipo ndugu yako, namshukuru sana Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema, nikiwa na afya njema tele. Nipo nimetaradadi, nimejaa kweli kakangu. Nimejaa, niko vizuri, niko fire, niko moto ndugu yako Bwana, tuanzie hapa. Yeah. Taarifa jana imetoka ya kamati ya masaa 72 klabu ya soka ya Simba Sports Club kufungiwa kwa baadhi ya wachezaji. Tuanzie hapa. Jonathan Soa amehukumiwa michezo 5 na fine juu yake. Mnasemaje wana Simba? Kamati ya masaa 72 imetenda haki kwenye kile ambacho kilistahili? Ndo utaratibu na sheria jinsi zilivyo, lakini kwa kifupi mimi kama mimi, unajua mchezaji anapopata matatizo kama yale inakuwa kidogo inaizuru timu. Sijafarijika na wala sijalizika na adhabu walizopata kwa makosa waliyofanya. Lakini mnyongeni haki yake mpeni. Makosa kama yale tumemwona golikipa wa watani zetu ameyafanya tena zaidi shairi, lakini nashangaa hii labda itakuwa tena sio 72, labda inaweza kwa labda masaa 10 ngapi huko, ndo tunasubiria siku yote labda linaweza nayo likatokea la kutokea. Lakini nitashangaa na nitajishangaa na nitashangaa iweje iwe kwetu. Wanasema why? Kwa nini kwetu? Yani kwa nini iwe kwetu? Jonathan Soa tumeona kweli amefanya ni makosa kwa kweli. Mimi sio muumini wa kukubali mchezaji anaofanya faulo kama zile, uwasipendi, kwa sababu mchezo wa mpira ni wa furaha, upendo na amani. Kosa amelifanya, na ukifanya kosa kuna taratibu na sheria zinakwenda. Sasa naangalia goalkeeper wa watani zetu na alifanya kosa kama lile clear shade. Sasa sijajua kimetokea nini mpaka sasa hivi, bado adhabu sijaiona naye kwake iende, lakini nategemea kama zile clip zitakuwa zinaendelea kuonekana labda kamati ya masaa 72 kidogo naona kumbe naye ilikuwepo hivyo na tukuiona. Kwa hiyo kwa sheria msumeno na imani kabisa hilo nao litafuatiliwa. Mimi kwa kifupi sipendi mchezaji wa aina yote ambaye anacheza rafu kama zile ambazo baadaye inakuja kuikosti timu na inakuwa hata walimu, yani makocha anakuwa anashindwa, yani mchezaji anayemtegemea tena anakuwa hayupo. Kwa hiyo kwa kifupi mimi sijalizika na makosa wachezaji waliyofanya, na nawapongeza kamati ya saa 72. Lakini sheria iwe msumeno. Ndio tunachotaka mpira wetu. Unajua mpira wetu umekuwa. Kama umekuwa basi sheria tu isiwe upande mmoja. Mtu akifanya makosa huku basi iwe na yani wewe kama ubaya ubwela basi ubaya ubwela uendelee vile vile. Haikuanza hivi kama kila mmoja alivyokuwa anafikiria. Jonathan Soa anakwenda kuukosa tena dabi ya Kariakoo nyingine. Mchezo wa kwanza aliukosa kwenye ngao ya jamii, lakini hii ya pili nashuhudia anakwenda kuikosa tena dhidi ya watani wake Young Africans. Mnaona ni pigo kiasi gani kwa upande wenu, kwa mchezaji wenu muhimu tegemezi kwenye eneo la ushambuliaji kukosa dabi ya Kariakoo? Ni pigo kwa sababu ni mechi ya pili atakuwa na wakosa watani. Kawakosa ngao ya Sani tena anakuja kukosa kwenye ligi. Kwa kifupi ni pigo. Jonathan Soa ni mchezaji mwenye level ya kisasa zaidi. Kwa kifupi imetuasili. Mimi mwenyewe binafsi vile vile imeniasili, lakini haya mengine na waachia technical bench yangu. Wanajua kuanzia leo na adhabu tayari shatoka, wanajua wende na plan gani. Maana ukishashindwa plan A unatakiwa wende na plan B. Japo watu kuwepo, lakini na imani kabisa kwa kupitia uzoefu wa technical bench letu na imani watajua mbadala wake. Na istoshe Jonathan Soa mechi nyingi naona anzagi ile. Anakuja kama ile aliyopata hii adhabu kaja suda ikasamana ngapi huko. Sasa sijajua technical bench watakuja na mfumo wa aina gani, lakini dabi naye kama unavyojua dabi inakuwa mara nyingi mimi nasemaga kama aina mwenyewe na inategemea muingia pale kwa style gani. Pamoja na hivyo lakini na imani na kiangalia hizi dabi tumecheza nao watani kama mechi 3 4 5 tumeona kabisa zinakuwa sio rafiki sana kwetu sisi kwa matokeo, paka hata wale ambao wako katikati ya ule uwanja. Unaweza kusikia limegongwa kule penalty si penalty basi kawa vurugu mechi, lakini dabi inakuwa gaina mwenyewe. Lakini na imani kabisa kwa mwaka huu hapa hii mechi toka kukutana watani ya ligi lolote linawezekana. Hatuwezi tena kupigwa tena ukafungwa tena mara inakuwa sio mara 7 inakuwa tena so kwenye utani tena inakuwa hapa kama tena inataka kulegeza tena hapa tena tukutane tena tufunge tena mara 7. Hapo ndo kidogo itatuchanganya sisi wengi kakaangu. Pasi kuna baadhi ya watu wamehusianisha hii adhabu ambayo amepewa Soa na uhusiano wake kati ya yeye na Yanga. Wanasema alifanya hivi labda kwa makusudi huku akijua atapewa adhabu ambayo itampitisha pembeni
kuikwepa Yanga kwa sababu ana mapenzi na Yanga. Hilo kwangu mimi binafsi sio rafiki. Yaani aliniingia kabisa na wala silifikirii katika kichwa changu kwamba yale makosa yamesababisha kana kwamba eti asicheze mechi ya watani. Hilo kwangu mimi aliniingia kwa sababu yani Soa unajua anaele kitu kimoja, kwanza akubali kushindwa. Na kwa nini akubali kushindwa? Ndio yale ambaye anakuja kumtokea yeye kama yeye, na anakuwa na panic fulani. Kwa hiyo na akiangalia dakika zimekwenda, anakuja kuingizwa dakika zishaisha, na akiangalia ndio anaamini kabisa. Na mimi bwana nisiwe mnafiki, kwa Tanzania hii, kwa mchezaji mwenye yani striker ambaye wa kigeni ambaye mimi namtegemea kwamba anaweza akakupa faida yoyote, Jonathan Soa mimi ni mchezaji ambaye mimi kwa kifupi namtegemea sana. Kwa hiyo kusema eti kwamba ametumika labda afanye hivi na hivi, kwangu mimi binafsi hilo wala sishawishiki kwa hilo. Najua ni football jinsi ilivyo, na mchezo wa mpira unajua bro, ukishacheza damu inakuwa imechemka, na ukiangalia tayari poteza, yani unakuwa kama tayari inawezekana kina mimi ndo wanategemea mimi ndo striker wao, inakuwaje, ngoja nifanye ndo kutokea. Mimi binafsi bado nina imani na Jonathan Soa B52. Haikuishia hapo. Yeah. Adhabu nyingine, rungu jingine likawakumba Simba Sports Club. Maodo Kante, baada ya kumchezea faulo mbaya Faisal na kumpiga baadhi ya matege kwenye movement ambayo walikuwa wakiwania mpira, na yenyewe pia mechi 5, adhabu pia ya fine. Bwana Hassan naye pengo kati, unajua na alishaanza kupamiliki, lakini ukiangalia kwa viungo ninakuwa nao wengi. Kwa hiyo najua kabisa sina wasiwasi na yote kwa eneo la kiungo, nakuwa nao wengi pale ambao walimu wenyewe nafikiri wanaelewa. Sana mimi forward, unajua maforward mimi nao 3 tu. Jonathan Soa, Selemani Mwalimu pamoja na Dese Mukwala. Ndio hao forward na wategemea. Lakini kwenye viungo hapa wako wakina Wakili Msomi. Yaani viungo na wengi, wakina Nabi Kamala anaweza akacheza. Atoli Babesta ambaye anacheza namba 2, Shomari Kapombe namba 6, unajua anacheza. Hujapata bahati ya kumuona Shomari Kapombe anacheza namba 6. Yule Shomari Kapombe mimi nimepata bahati kipindi kile, ndo kwenye hapo hatujua bado na Mo. Shomari Kapombe asha kucheza paka center half ule pale. Kisha cheza center half, kwa hiyo namba 6 anacheza. Yaani namba 6 hapa sina tatizo nao. Na imani kabisa viungo tunao wengi. Na kawaida mpira lazima viungo. Kwa viungo mimi sina wasiwasi. Viungo nao wengi. Mimi pale mbele kwa pengo kwa Jonathan Soa vile kidogo limenichanganya sana. Lakini kwa Maodo Kante mnaona alistahili hata. Ukifanya kosa lazima uadhibiwe. Ndio maana anasema sheria ni msumeno. Na taratibu, kanuni zote zimewekwa, sio kwamba zimeanza kwa sasa hivi. Kabla ligi haijaanza, kanuni zote zipo. Ndio maana anasema sheria msumeno. Mtu akifanya kweli makosa basi adhibiwe, isiyo kwa upande mmoja tu, yani sio kulike kwa mwali kwa kungu tena akuliki, hiyo inakuwa haipendezi, yani wala iswi. Inatakiwa sheria ni msumeno. Na wote ujue sasa hivi tunaangalia na tunaona kwamba hii adhabu inakuwa hivi, na wote tunaona na tunajua. Sasa isifikie hatua mtu hata kama unakula na kipofu tena ukamshike mkono mpaka mtu anafanya kuja hapa tena, inakuwa hii shughuli tena shamba tana na mvua hapa, mbona kama hii, mbona tuielewi? Sheria msumeno. Kwa hiyo kama mtu anayofanya makosa adhibiwe, sio mtu huyu afanye makosa huyu anaadhibiwa huyu adhibiwi. Hii inakuwa sio fair. Lakini kwa kifupi, sipendelee mchezaji wa aina yote ambaye anaharibu kanuni na sheria, na sio wachezaji. Hata sisi mashabiki tuna taratibu zetu. Tunaambiwa kabisa tusitupe chupa kwenye pitch, na usiingie kwenye pitch unakuja unaikosti timu. Sababu kwenye timu na pale unajua kuna fine mnazopigwa, na fine zile lazima mlipe, na hela inalipwa kwa timu, na unajua timu inahitaji mapato. Sasa na yani zile sheria tulizowekewa zile tusizingatie. Kisha zingatia bro, mpira mtamu. Mpira mtamu, na utaona lolote litakuwa mtelezo, tunatiririka unateleza. Bwana, nirejee huku kwenye hapo kamati ya masaa 72, majirani zenu haikuwahi kuwa kwa mara ya kwanza. Hata pia mwaka jana walishtakiwa hivyo kwa mambo ya kishirikina ya uwanjani. Tumeona tena adhabu pia inakwenda kuwakumba klabu ya soka Young Africans, fine ya shilingi milioni 5 kwa ajili ya ushirikina. Mechi dhidi ya Costa Union. Ndio ulivyozoea wenyewe, sasa utafanyaje? Lakini ya Costa, mbona nimesikia kwamba watu waliingia kwenye picha, au ilikuwa mambo ya ushirikina? Si ndio yule jamaa alichokwenda kukitoa pale golini? Ilikuwa kaenda kutoa kitu. Messi. Mimi nijua labda kuna mtu ni watu labda waingia kwenye pichi, lakini kama habari ya ushirikina nafikiri inasemekana. Kama basi habari ya ushirikina nafikiri watu wanasema jamaa alitoka jukwaani na kwenda kwenye goli, kuna kitu kaenda kutoa
alafu karudi jukwani. Labda wenyewe ndio utaratibu wao walivyojizoesha wenyewe. Labda wenyewe ndio walivyojizoesha kwamba ukiona labda mfungi magoli labda mtu atoke akatoe kitu uwanjani. Mingine mimi hayanihusu, wao wenyewe. Lakini kama wamepata faini kwa staili hiyo, basi mwenye kiranga apewi pole. Kwa jirani akiona kama magoli yafungi lazima watu waingie uwanjani. Na sisi kwetu tungepata mtu staili hiyo, ningefarijika. Ningefarijika. Ni bora upigwe faini ya milioni 5 ambaye mtu kaenda kutoa kitu. Kama ndio imani yenyewe ndio iko hivyo. Maana sisi ndio timu pekee tunaongoza kukosa magoli kuliko timu aina yoyote Afrika Mashariki na Kati. Mara zinagonga nondo ya chini, mara nondo ya juu. Tushacheza sisi na watani, unajua chatokea hivyo. Sasa kama na sisi tungempata mtaalamu naye akwenda kuchomoa hivyo vitu, na ingekuwa naye kama kweli, lakini mimi imani hiyo kwa kweli sina. Lakini ninachojua mimi, mchezo wa mpira ni mchezo wa bahati vile vile. Kuna nyakati unaweza ukapata bahati ukapata magoli, kuna wakati upepo wako bwana. Turejee huku bwana, dirisha la usajili, dirisha dogo tayari kumeshakucha. Luis Jose Miquissone inasemekana huenda akarejea kunako viunga vya wekundu wa Msimbazi, Simba Sports Club. Nyinyi mnaona anaweza kwenda kuwasaidia katika dirisha hili la msimu huu na kufikia kule kwenye yale malengo ambayo mlikuwa mkiyatarajia? Camarade Luis Menino Mozambikiano, Republic of Mozambique. Camarade Luis Menino Mozambikiano. Kireno ujue, hicho ni Kireno. Ujue hujakaa Brazil. Sasa uwezo ukajua, sisi tupata bahati kwenda Brazil, tunakuwa tunajua. Kwa hiyo unapokuambia Camarade Luis Menino Mozambikiano, yani ni kijana wa kutoka Msumbiji, katika nchi ya Msumbiji. Luis Menino Mozambikiano ni mchezaji mwenye quality ya kisasa. Kwangu mimi binafsi mpaka anaondoka hakuwa na shida kwenye timu yetu. Na umri wake ni mdogo lakini ana akili za kikubwa. Umri wake mdogo lakini ana akili za kikubwa. Vitu vingine blow utakiwa hata kuumiza kichwa. Mimi sio muumini wa kumsema mchezaji. Sio muumini wa kumsema mchezaji kwa mabaya yake. Lakini ukiangalia Budo Mozambikiano, Republic, Camarade Luis Menino Mozambikiano, ni vitu viwili tofauti. Ukimwangalia Budo Mutale, mbona na Joshua Budo ana vitu vingi kama chale cha mplingi hivi, umeona yani analeta kama chale fulani hivi, umeona afu hataki wepo uwanjani mara nyingi, yani sehemu unaona kabisa akakupe kitu kama analeta kama sijui utoto, yani kama yani paka anabaki huyu kama katoka shule, mbona tumuelewi hichi anachokifanya. Lakini ukimwangalia na akikosea vile vitu umuoni kwamba yuko very serious. Camarade Luis bwana Luis, mimi kama ni kweli pale bado ana nafasi ya kucheza, pamoja kwamba muda mrefu alikuwa ametoka, lakini kwa timu yetu bado nafasi anayo. Kama ni kweli hili, na mimi sio ninayosajili, kama ni kweli mimi niko tayari yule nimchukue akae. Kazi yake kwanza anajua kupambana na ana speed. Bro, sipati picha samani na kupiga sipati picha. Winga kama ndo winga Mungu anakuwa anamjalia ndo unamweka Camarade Luis Menino Mozambikiano. Alafu pale kati umweka yule mtoto Selemani Mwalimu. Unajua Selemani Mwalimu ana vitu fulani sema upate watu wa kumkimbizia na kumchezesha. Unajua Selemani sio mtu wa kuferi kukimbia. Alafu unakuja kumchanganya mtoto Morris Abraham Propera machine bro. Yani unaona zile beki muda mwingi pale zitakuwa zinaomba mma. Zile beki za timu pinzani muda mwingi zitakuwa zinaomba mma. Muda mwingi tu wanaenda kwa goalkeeper, wamekunywa mma, wameweka chini. Yani kitakuwa pale mbele pale kwenye timu pinzani tunawapelekea ule moto unaotakiwa. Ni mchezaji mzuri kwa kifupi. Kama ni kweli kwangu mimi ni jambo la faraja, na naiona kwamba Simba yangu yale ninayohitaji ndio hayapo. Sababu Camarade Luis Menino Mozambikiano kwanza anao uwezo mpaka yeye kufunga. Uwezo wa kufunga anao. Afu kule kwao wanakotoka si ndio uchitema ukitema ukimungunya nini si ndio ukitema nchale, ukimungunya nchale, ukicheka nchale, ukinuna nchale. Kwa nini wanasema hivyo? Muda mwingi wanakuwa wako very serious. Yule yuko kazini na kweli anakuja kazini. Bwana umenifresha sana. Yani hapa ni kwa appetite ya kula sina, lakini ninasikia njaa kwa chakula ulichonilisha
kuhusu kijana wetu Luiz. Ni mchezaji mzuri. Mpanzu mshamsahau. Hapana. Uliniulizia Menino Mozambikiano kwamba kwenye usajili. Wakati tunanitajia hiyo list. Kila mtu na nafasi yake. Kule Mixon, hapa ukaniwekea Maurice Abraham, alafu huku au nimekutajia madogodogo janja. Au madogodogo janja, wote unajua madogodogo janja. Au ukiangalia umri wao haufiki hata kwenye 27. Umeelewa? Unapomwongelea Mpanzu bro, unaongelea mchezaji mwenye quality ya high level. Unajua ili Mpanzu watu wanamchukulia poa, lakini Mpanzu pale alipo kwa mpira anaocheza, Mpanzu Barcelona anacheza, Madrid anacheza, Liverpool anacheza, The Gunners timu yangu mimi anacheza. Ana mpira unajua wa kiuraya. Kama jirani acheze. Wapi? Kama jirani. Unaangalia anampasia nani? Tatizo unajua kwenye mpira kupasiana. Unajua mpira pasi bro, ndio maana mimi naitwa pasi milioni. Afrika Mashariki na Kati yote, Afrika kwa ujumla pasi milioni uko mmoja tu. Sijachangia jina unajue mimi na mtu. Unalijua hilo? Mimi ni muumini wa pasi. Timu kama ipigi pasi, mimi sio muumini wa hiyo timu. Ndio maana hata Europe timu yangu mimi The Gunners. Ukija Spain mimi timu yangu ya Diego Simeone Atletico Madrid. Ndio timu yangu ile vale. Si ndio Barcelona tu Madrid hapa, na mimi timu yangu Atletico de Madrid. Spain au Spain gayo. Yeah bro. Na vipi zile taarifa zinazosemekana kwamba Elie Mpanzu tayari amekwisha saini kandarasi kwa upande wa pili? Ni swala la muda tu au kumtambulisha? Mimi kama Tomaso tu. Mpaka nione. Nikishaona ndio nitahakikisha, lakini kusema kwamba yuko kule, mbona siku nyingi washasema ikifika Jumatatu niteni jina fulani. Siku nyingi sana ishasemeka. Kwa mimi kama Tomaso, hakuna timu ambaye yamhitaji Elie Mpanzu. Na hakuna timu yote hapa Afrika Mashariki na Kati. Nenda Kenya, nenda Uganda, nenda Zambia, pita mpaka Kongo, uje kwetu hapa. Hakuna mchezaji mwenye quality kama Elie Mpanzu kutokana na umri aliokuwa nao. Umri tu aliokuwa nayo, hakuna mchezaji mwenye quality kama Elie Mpanzu. Kibisau ware. Hakuna. Elie Mpanzu Kibisau ware. Machine. Maki tunapropela mtoto Abraham Morris. Yule propela machine. Elie Mpanzu good drill machine afu ndo bwana leo umenifurahisha kama ndio kweli kama Lionel Ruiz. Na enjoy wala Simba. Nyakati za neema zinakuja bro. Bwana mimi nataka nimalize na hili hapa. Hapo juzi kulikuwa kuna tukio la mkutano wa FIFA. Lakini baada ya Engineer Harris Saidi kuonesha video ya kwamba mashabiki wa Simba walikuwepo kama kuna mgongano fulani hivi na kuichukulia ule mfano na ile mgongano na zile lawama, ndizo kitu ambacho kinachoendelea ndani ya klabu yenu ya Simba. Tukio lile nyewe mnasemaje? Mimi na staili moja nilimsikia mwenyekiti wetu Murtaza Mangungu alisema ukitaka kufagia anzia miguuni kwako. Mimi na maneno yangu yale mshamba ile. Unajua pale mwenyekiti kaongea maneno yani mpaka uelewe, unahitaji kwamba yani uwe na elimu kuliko ya kuelewa, na yale maneno unajua ya kimjini yale. Yani unapotaka kufagia anzia kwako. Yani kwa kifupi yale aliyoongea yule bwana kule kwenye ule mkutano, itakiwa kwanza aanze kuongelea kwake. Je, kuko salama? Kwake kupo salama? Kwangu mimi naongezea, toa boriti kwenye jicho lako, ndipo kisha utoe kibanzi kwenye jicho la mwenzako. Target yake na nia yake kwa sisi ambao tupata bahati ya kula mkate wa sia pamoja, yote yameongea. Mistake iliyofanyika pale ni moja, kuonyesha baadhi ya mashabiki kwa wale waliotokea. Kweli unapoanza kutangaza ugomvi wa wenzako kwa mtaa wa pili huko na wengine, lengo lao kuonekana kwamba ile familia haijatulia. Na ukiangalia bro, Simba ni timu kubwa, na ukiangalia Simba jinsi ilivyo Afrika Mashariki na Kati sasa hivi, brand yetu, yani mvuto ule asilia uko ndani ya Simba Sports. Na Simba Sports bado tunataka tuwe na wawekezaji wengi mno waje ndani ya Simba Sports. Sasa ili uje uwekeze, kitu namba moja uje uonane na viongozi. Sasa kama unaanza kuongelea kwamba uongozi wao hawaelewani, sasa pale hata mtu anataka kuja kuwekeza kidogo, nitaendaje mimi kuwekeza? Kwa mfano unapotaka kwenda kuchumbia sehemu, ukishaanza kurushiwa picha bwana wewe familia yao wale
kama tunaangalia wewe picha moja uangaliaga, mimi naangaliaga kila Ijumaa na juma ngapi ile inaitwa Kombolela ile. Kule kwa mzee Kikala kwenda kuoa kuna kwa mtihani. Umeona? Sasa ukishaanza kutangaza bwana familia ile kwenda kuoa kidogo kuna kwa songo mbinge. Pale kidogo kwa kifupi pamoja ameelezea kwamba mpira wa Afrika una matatizo, hivi na hivi una matatizo, sawa, sikatai. Basi naye kama ndo vile ingekuwa fair kidogo, basi naye angerusha kipindi kile ambacho wanaongelea wanamwambia wala miogo. Na basi angerusha, angeweka hata clip wakati kipindi kile watu wanasema wala miogo. Make pamoja kwamba ana nafasi kama zile, sidhani kama aliyotaka ile timu yake iwe katika ule mstari kwamba yote kasha yakamilisha. Bado hajakamilisha. Mapungufu yako mengi tu kwa. Lakini mimi binafsi naweza nikaongea, lakini si vizuri kwamba niongelee kwa wenzetu zaidi, yani wakawa wanaona mapungufu ya wenzetu yako vipi. Iko vitu vingi. Juzi kati tumeona hata wamefungua shule ya nani ya mpira, si ndio? Sasa unaweza ukafungua ukasema mimi na shule ambaye hata madarasa una. Hujanielewa, lakini hapo. Kunielewa unahitaji uende shule kweli hiyo. Wewe umefungua shule